Nilikuwa naniambia mimi niko kwenye nimeenda kwa demu. Demu yenu huyo. Msitu huu kwa masharti. Nyie njoni hapa tupumzike. Njoni hapa tuwatosha. Njoni tupumzike. Jamani mnamtandamiza. Tulieni washikaji, tulieni. Nasikia. Niwaambieje kama mnakumbuka? Jamani acheni kwanza mimi kichwa kipo sana. Niwaambie msitu ni hatari sana. Tungetoka mapema. Nyanyie mkawa masiara. Umeona sasa? Mwache hicho tukuta. Umeona mlichokuta nacho? Alafu nyewe mlikuwa mnasema kwamba nimeenda kwa demu. Tatizo nyewe ni kila kitu mtu anaocha ongea ni kweli. Mademu tu. Umeona sasa? Umeona sister nyie? Ngoenda mmegeuza yeye nguo. Nini hiyo nguo haiko kama inavyotakiwa kuvaliwa, hiyo nguo haiko sawa. Mimi na wasiwasi tu na Masunga. Mimi na wasiwasi na Masunga kwa sababu Masunga huyo shati kwanza yaani alivyolivaa ni tofauti kabisa na alipokuja kwenye msitu. Mimi niliwaambia kageuza shati. Muangalieni jamani alivyovaa. Waga anavaa hivi kwa sisi wote huyo. Jambo tunguzeni kelele basi. Asiama maswala tumeyavuruga wote. Hakuna lawama hapa kila mtu. Sasa unajua nini? Hapana mwanangu. Hapa kila mtu yaani hapa kila mtu sawa. Tusikilizane. Hapa hakuna aliyegeuza shati sawa. Yaani hapa kila mtu yupo kivyake, tusikilizane, tuwe kitu hiki kimoja. Maswala kulaumiana hapa James, yapunguzeni jameni, sawa? Ukimwangalia na nini Masunga hapo yupo fresh. Ukimwangalia Masunga hapo, muangalie Masunga yupo fresh mbona? Umuoni kweli wewe? Kageuza shati wapi? Mbona shati lipo sawa? Umuoni wewe? Kageuza wapi? Umekunywa gongo sio mwanetu. Hakuna aliyegeuza shati hapa. Ambu acheni lawama. Niliwaambia msikilizeni huyu kaka, wenda hata tusaidia ubishe shazi. Tumuombeni tu Mungu. Alichosema mwenzetu ni sawa. Nye, na mabinti. Video msitu tutoke. Tutoke kabisa tuondoke, bado turudi nyumbani. Tulicho kitu kutafuta humu, hata sikipati kabisa. Sasa kuna wanyama lakini acha kuna wanyama wanatisha. Juri kwa mzimu ule. Juri nini? Sisi imetokea wapi washikaji wangu? Kwanza hicho nilikuta nacho mimi mara ya kwanza. Niende nikamwambia nianze uongo tu mnasema ubishi. Tezo wenu mnapita kuongea sana, mnashinda kusikiliza. Inabidi tuondoke katika kwenye msitu. Sielewi kabisa. Sielewi. Bora kabisa hapa tamani nimemkumbuka mama yangu. Umesema umkumbuka nani? Mama. Mwanangu na akili kweli mama, umkumbuke mama wako mtu mzima kabisa hapo ulipo. Wewe. Yaani mama. Mwanangu acha masia. Laiti kama tungemsikiliza yule mzimu. Shida yenyewe mleta ubishi sana. Yule jamaa tungemsikiliza hapo kabisa hapo tungetoka yani salama. Hapa njia kutoka je si hatuijui. Tunatokea tunaanzia wapi? Hamna. Umeona? Sasa nyewe yani kama tungesikilizana pale mwanzo tusingefika hata huko jamani. Shida ni ubishi. Mimi niliwaambia kwamba jamaa mmesikia nini usiku? Mara nini mara malaya, mimi naambia kabisa kitu cha siri, nasema mimi malaya. Umeona? Tulichokuja kukitafuta tumekipata. Tulichokuwa tumekipanda tumekivuna, si ndio hivyo? Ndio hivyo. Hapa cha kufanya hapa kuna kumlomo mtu. Tumekuja kutalii.
Lakini sasa madhara yake ni mzimu tu basi, hakuna kingine. Makaburi nini, vitisho kama vyote jamani. James, geuka nyuma. La haula, ni wewe tena. Unaambia kwamba usiku mwema. Naambia umepata kwenye msitu. Poleni sana, poleni sana, poleni sana. Hivi ni kweli nilichokiona na nyinyi mmekiona pale? Hata na mimi nilikiona. Hivi ni kweli nilichokiona au ni bodi ya macho yangu? Maana hapa kwanza na wasiwasi. Mungu unanidunda. Tunaelekea wapi kwanza hapa tulipo? Jamani, wenzetu wako wapi? Hata mimi sielewi, sijui wenzetu wako wapi. Yaani hapa cha kufanya ni hivi. Tutafute njia hapo ondoka sisi tuende nyumbani. Sasa hivi tutafanyaje? Tutafute njia kwenda nyumbani. Twendeni kabisa nyumbani. Hii njia tunaiona wapi? Mimi nimechoka kabisa. Yaani hapa tulipotokea, tulipoanzia tujui. Hii tunapitia wapi? Ni wapi? Labda tutafuteni kuelekea hivi njia. Hii tutaipata. Hii tutaipata njia huu. Tutaipata tu. Kwanza mimi mwenyewe nimechoka kwanza kukimbia. Mimi jamani nimechoka. Hii tumekuja kuona nini msituni? Jamani, nani ameniambia nije msituni? Twendeni. Twendeni huko. Njoni. Tunatembea taratibu sana. Kweli. Tunaelewana? Taratibu. Tukimbia basi sio mahali. Nini tena? Sijali, tutafika tu. Tumekaribia. Ni hapo tu. Tumezeka sasa. Naenda kutafuta na dawa. Uko wapi mguu? Uko hapa. Eti wapi mguu wako unapoumia? Ni hapa. Hapa. Sijali. Anaumiza. Tulia taratibu, tulia. Tulia. Kwani kutafutia dawa. Tulia. Nenda katafute dawa. Kwani wewe kwanza haya hapa chapu.
Haya nafaa sababu panatoka kwanza haya. Hata kusaidia sana. Nianze kwanza move kiasi kidogo. Muma kwanza. Sasa. Tulia hivyo hivyo nikutafutie dawa eti. Sasa naona hapa. Nielekea wapi? Mpaka nimechanganyika. Hata wenzetu. Niende nikatafuta pesa siwezi. Hapa ni. Natosha. Tulia. Taratibu. Haya, tulia, utapona tu. Tulia. Utapona tweti? Utapona, tutaendelea na safari yetu. Kwa sababu haya maisha haya huwezi jua. Mpaka mimi najiuliza. Nimekueje? Na huu msitu huu unatisha kweli. Wenzangu wasielewa alikokuwa. Ngoja nitwalana haya. Hebu niambie sasa, unajisikia sasa hivi mguu? Bora. Naona sasa Mungu atatujalia tu, lazima tutoke msalama. So msitu unatisha sana. Wenzetu wameenda wapi kwanza? Mimi sijui wameelekea wapi. Ni maisha gani sasa? Msitu bora tu ungebaki kule nyumbani. Ilikuwa bora kabisa. Sasa hivi tutafika saa ngapi? Hebu ngoja kwanza. Nikatafute vitu vimoja hapa. Vinaweza kutusaidia kuendelea na maisha yetu. Tunaona msitu sasa tupate matunda hivi. Hapo kuna dawa moja hivi nikaitafute. Yaani nikikuwekea moja kwa moja unapona. Tulia hapo nakuja saa hizi. Umekuta na nini? Hapana, usiniue. Hapana, usiniue. Usiniue bana. Usiniue. Bwana huyu waji. Ngoja nikamtafute. Baby, sikia sawa. Tunaweza kupumzika pale. Sawa. Sasa umechoka? Unajua nini baby, sawa? Ule mzimu uliotokea kule. Akitokea hata kama hapa. Mimi yule namkamata namuua kabisa tena mapema. Kweli unaweza? Naweza sana tu. Mzimu akitokea na mchana na visu kabisa, live kabisa, unaona baby. Yaani sikudanganyi. Kwanza ulivyo mzuri kabisa, wewe ukafa. Sasa itakuwa ndo vizuri.
Au kama utakuwa unanilinda na kunijali kwenye hali zote. Yaani sasa nakupenda sana. Mzimu hawezi akatutenganisha sisi, mimi na wewe. Yaani hawezi hata siku moja kufanya hivyo, kwa sababu mimi nakupenda sana baby. Kwanza jiangalie ulivyo mzuri. Mwenyezi Mungu akakujalia. Jiangalie tu ulivyo, yaani ulivyo mzuri. Yaani ukiniangalia tu mwenzako nazidi kuchanganyikiwa kabisa. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Kweli. Kweli. Nini yule mzimu akitokea hapa? Itakuwa ni story nyingine kabisa. Atakuwa ni marehemu tarajiwa yule akitokea. Sasa baby, nataka nikuonyeshe kitu kimoja, sawa? Kitu gani? Ufanye hiyo sasa nikuonyeshe. Unajua baby, sawa? Mimi kipindi nipo mtoto nilipelekwa jeshi na babangu. Pamoja alikuwa jeshi, ndugu wangu jeshi, mwenyewe jeshi vile. Mimi hapa nipo ni mwanajeshi tosha kabisa, umeona? Tuko pambana na mizimu akutoka kule Kongo, Namibia, Misri kule, umeona? Ndio maana sasa hivi mizimu haziji Tanzania hapa, sababu yetu tumepigana na mizimu mpaka basi. Wewe uone nilivyo? Mzimu haogopi akija hapa. Uone? Uone mzimu akija hapa. Na mpiga moja hii tu. Anaenda yani moja kwa moja anaenda kufa kabisa yule, sawa? Yaani hapa ni mwanajeshi tosha kabisa, usiogope. Yaani usiwe na hofu yoyote ile. Upo na mwanajeshi hapa, komando. Sawa? Sawa. Komando kabisa hapa nilipo nimekamilika. Yaani kasoro tu na nili Gwanda. Sawa? Sawa. Hapa nipo ni mwanajeshi, yaani usiogope kitu chochote kabisa mpenzi wangu, sawa? Hapa nipo ni mwanajeshi. Nimepigana mizimu ambazo hazionekani kabisa. Umeona? Ndio maana sasa hivi mizimu haziji Tanzania sababu yangu mimi mwenyewe. Umeona? Nimepiga mizimu kule Kongo, Namibia, Misri kule tumepiga mizimu kabisa sisi. Sawa? Kifua kizuri, tumbo zuri, handsome boy yani. Wewe ni mzuri sana. Sijawahi kukutana na kijana mzuri kama wewe. Kweli kabisa baby, unachokiongea ni kipo sahihi kweli kabisa. Nitakulinda mimi, sio kuacha, sawa? Mimi nitakulinda kabisa katika maisha yako. Yaani huwezi kupata madhara yote huko msituni, sawa? Holy shit. Baby unasikia nini? Baby tukimbie. Msitu kwa masharti. Yesa, niite Director Joshua kutokea hapa Patumwa Manga. Oi, nakukumbusha tena. Mara ngapi? Mara ya 3. Njoo Mwamanga ndio tufanye kazi. Hii ni kambi na watu wengi sana. Kuna watu kama vile kina Pascal tuligiza nao bila moja inaitwa Bwana, na watu wengine kutoka Magu na mikoa mbalimbali ambao nimeingiza nao movie inaitwa Chelo Shindikana. Oi, hii ni movie nyingine tena. Inaitwa Msitu wa Masharti. Oi, bado inaendelea. Na bado inahitaji watu. Kuna nafasi bado ipo. Wewe kama unajisikia kama ni yako ni kuigiza, basi njoo. Na kuhitaji. Ni hapa Patumwa Manga. DJ Yohana au kipenda mwite Yohana. Ni msambazaji mmoja wa muziki mkubwa tu. Anaweza kukupigia sherehe yako, anaweza kukupigia sehemu yote ile unayotaka wewe. Lakini sasa unanisikiliza kwa maneno haya nikuhitaji. Ndio tu Director Joshua, nitakusimamia kila kitu. Kuanzia mavazi, kula, kunywa, kulala. Wewe njoo tu ufanye kazi.